Katika jangwa la majaribu, unaweza ukafikia hatua ukasahau wewe ni nani katika uso wa Mungu. Maisha yanaweza kukupelekea hatua ukajisahau wewe ni nani mbele za Mungu. Ukaanza kupima, hivi ni mtoto wa Mungu au sio mtoto wa Mungu? Hivi nimeokolewa au sijaokolewa? Hivi Mungu ananilinda au anirindi? Hujijui. Akisha kuvuruga utambulisho wako, ndio utasikia watu wanajitambulisha kwa misingi ya kijiji chao, cha dini zao, kabila lao, na elimu yake, fedha zake. Yaani hicho ndio inakuwa ID, utambulisho wake mkuu. Kumbe kwa kufanya hivyo umepoteza utambulisho mkubwa wa maisha. Ni utambulisho wa wewe kuwa ni mwana au mtoto wa Mungu kupitia Kristo Yesu. Huo ndio utambulisho kipaumbele unaopaswa kuwa juu ya kila utambulisho ambao unao katika maisha ya sasa. Kama kakajitwa kadude kanaitwa kashetani hakifanikiwa kukufutia utambulisho wako katika Kristo, katakuwa kamefungua barabara ya uhalali wa mashambulizi kwenye maisha yako ya kutosha. Ficha uhalisia wa utambulisho wako katika Kristo. Jitambulishe kama mtoto au mwana wa Mungu. Alafu usijitambulishe kwa fedha zako. Hivyo ni vitu vidogo tu vya kawaida sana. Kabila lako, sasa mimi ni kanda maalum na hasira sana. Mimi ni mtoto wa Mungu, nimejaa upole, nalindwa na Mungu, nafanikishwa na Mungu. Yeye ndio mwanzo na mwisho wangu, nabarikiwa kijijini, nabarikiwa na mjini. Yale mambo mazuri ya Mungu ndio unajitambulisha nao. Hata kama kuna vitu kwenye maisha yako unaona bado hujafanikiwa kuvishinda. Kolosai 3:3. Kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Kujitambulisha kwako lazima useme mimi nimekufa hata kama napumua. Uhai nilionao ninao katika Kristo. Umefichwa katika Kristo ndani ya Mungu. Dhambi haiwezi kuniua, makosa haiwezi kuniua. Chochote ambacho kinatambulishwa ambacho si kinatokana na Mungu kwangu kina nafasi. Hiyo inakuwa imekupa nguvu ya kushinda.